Hamjambo ndugu zangu, mabibi na mabwana, ladies and gentlemen for all Tanzanian. Ninawasalimu wa Tanzania wote, mabibi na mabwana, popote pale mlipo katika siku hii ya Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Wote ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaitwa Matthew Gervas Msagati, kama ambavyo wengi mnanifahamu katika ile channel yangu ya kwanza ambayo kwa namna moja ama nyingine ilisimama. Kwa hiyo leo hii nimeibuka tena nikiwa na chaneli ile ile ambayo jina lake ni Simama Kwenye Imani ya Kweli. Chaneli hii inaitwa Simama Kwenye Imani ya Kweli. Kwa kifupi, katika neno hilo la Simama Kwenye Imani ya Kweli, kwa kifupi ni Sikweikwe. Ndiyo, Sikweikwe. Neno hili au chaneli hii jina lake ni Simama Kwenye Imani ya Kweli. Lakini unaweza usipende kuita katika kirefu chote hicho kwamba Simama Katika Imani ya Kweli, basi unaweza ukafupisha Sikweikwe channel. Chaneli yangu inaitwa Sikweikwe channel. Kwa kirefu katika jina hilo fupi Sikweikwe, maana yake ni Simama Kwenye Imani ya Kweli. Ndiyo, nilikuwa katika chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli kabla haijasimama kwa muda mrefu. Ilisimama kwa muda mrefu bila kutoa huduma kwa watu wote wa Tanzania, Afrika na duniani kote kupitia huu mtandao wa YouTube. Nilisimama kwa sababu zisizoweza kuzuilika. Ni sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu. Chaneli hii ile ya kwanza yenye jina hili la Simama Kwenye Imani ya Kweli, nilikuwa na dili na kitengo cha AMR, yani Adventist Muslim Relationship, kwa maana ya kwamba mahusiano kati ya Waadventista wa Sabato na Waislamu. Sasa nilikuwa nimekwenda nayo na watu walielimika kupitia chaneli hii, na ikasimama kwa sababu kama nilivyoeleza zilikuwa nje ya uwezo wangu. Sasa chaneli hii tena imeamka upya na imeamka katika sura nyingine. Hii ni chaneli inayoitwa kama nilivyosema Simama Kwenye Imani ya Kweli, Sikweikwe. Ziko njia nyingi ambazo watu wamesimamia. Wengine wamesimama, wamejengwa katika imani za watakatifu. Wengine wamejengwa katika makaburi. Wengine wamejengwa katika mahali Kaaba huko Maka. Na wengine wamejengwa katika mitume. Na wengine wamejengwa katika manabii. Na wengine wamejengwa kwenye mibuyu. Na wengine wamejengwa njia zao, wamesimama katika umizimu. Ziko njia nyingi sana ambazo kwazo unaweza ukajikuta zinakupeleka kwenye mauti. Ndiyo, Biblia inasema, sinisome sasa. Mithali sura ya 14 aya ya 12. Mithali sura ya 14 aya ya 12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Narudia, kitabu cha Biblia cha Mithali sura ya 14 aya ya 12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia hizo ni mauti. Ndiyo, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa chaneli yangu inasema simama kwenye imani ya kweli. Simama kwenye imani ya kweli.
Mimi kama nilivyojitambulisha, naitwa Matthew Gervas Msagati, ni mwinjilisti wa kanisa la SDA Asilia. Ndiyo, ninaposema SDA Asilia kwa sababu kanisa la SDA la sasa, kanisa mama la sasa la SDA, au Mama White aliliita hili kanisa kwamba ni kanisa nomino, yaani kanisa jina na washiriki wake majina. Hili kanisa ndiko nilikokuwa, lakini baada ya kuona kwamba sijasimama katika imani iliyo sahihi, sijasimama katika imani ile iliyoanzishwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa mujibu wa Waebrania sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya pili, nilipogundua kwamba sijasimama katika njia iliyo sahihi, njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, njia ambayo Yesu ameianzisha, hiyo imani ya kweli, imani ya kweli. Na imani ya kweli tunaipataje? Tunaijuaje? Maana nimesema ziko njia nyingi. Kuna njia za Waromani Katoliki wana njia zao, Waprotestanti wana njia zao, Walokole wana njia zao, Waumizimu wana njia zao, na Wasabato wana njia zao, lakini wote hao wamejengwa katika umizimu. Njia zao ziko nyingi. Wengine wote Wakristo wa Kijumapili ambao wanamuitikadi Roman Katoliki, kanisa la Roman Katoliki, wanaamini Yesu ni Mungu mkuu, ni Mungu mkuu mwenyewe, ni baba wa yote, baba wa vitu vyote, ni Mungu mwenyezi, ni Mungu mwenyezi. Yesu Kristo ni Mungu mwenyezi, ni muweza yote, ni baba. Wanadai kwa, ukiwauliza hii imani iko vipi, wanakwambia soma Isaya sura ya 9 aya 6. Kwa maana hiyo wanaamini Yesu ni Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, Mungu mweza yote, baba wa milele, wanaamini hivyo. Lakini Yesu mwenyewe alisema kwamba, ukisoma Yohana sura ya 14 aya 28, Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi, Mungu ni mkuu kuliko mimi. Ndiyo. Na ukisoma Yohana sura ya 20 aya ya sura ya 20 Yohana aya 17, Yesu ana Mungu wake, Yesu ana baba yake. Mungu wa Yesu ndiye Mungu wa kwetu sisi. Kwa wale wote waliosimama katika imani ya kweli, Mungu wa Yesu ndio Mungu wao, baba wa Yesu ndiye baba yao. Ndiyo, hii ni kwa mujibu wa Yohana sura ya 20 aya ya 17. Yesu ana baba yake, lakini baba wa Yesu hana baba yake. Yesu ana Mungu wake, lakini Mungu wa Yesu hana Mungu. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Hiyo ndiyo imani ya kweli. Yesu ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Hatukatai. Mimi sikatai kabisa kabisa. Yesu ni Mungu, haina shaka hiyo. Lakini ni Mungu kwa sababu amerithi uungu wa baba yake. Maandiko yako mengi tu yanasema. Leo hii ninatambulisha chaneli yangu. Sihubiri leo, wala stoi ujumbe leo, isipokuwa natambulisha chaneli yangu ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Baada ya leo kuitambulisha, basi kuanzia kesho nitaanza kutiririka na masomo ya kila namna, kama ambavyo nilikuwa natiririka kule kwa Waislamu nilipokuwa natoa masomo mengi juu ya Waislamu, kwamba wamjue Yesu ya kuwa ni mwana wa Mungu. Nasi pia hali kadhalika Wakristo, Yesu ni mwana wa Mungu, lakini anakuwa Mungu kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, amerithi uungu wa baba yake, kama ambavyo mwanangu anarithi jina langu,
mwanangu anarithi nilivyo navyo. Ndiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Yesu anasema, ukisoma Yohana sura ya 17 aya ya 3, Yohana sura ya 17 aya ya 3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Hiyo ndio imani ya kweli. Ukitaka kwenda kwenye uzima wa milele, amini hivyo, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na ndani ya mwana wa Mungu ndimo unamopatikana uzima wa milele. Na hauwezi kupata uzima wa milele kwa kumbadilisha Yesu kuwa, badala ya kuwa mwana wa Mungu, wewe unasema ni Mungu kamili aliye sawa na baba yake. Wewe unasema kuna Mungu watatu. Wewe unasema kuna Mungu mmoja lakini ana nafsi tatu. Unamfananisha Mungu na yai. Wanadai kwamba Mungu ni kama yai. Yai lina sehemu tatu: gamba la juu, kiini cha kati cheupe, na kiini cha mwisho. Gamba la juu la yai, kiini cheupe cha yai, na kiini cha kati ambacho ni cha njano. Kwa hiyo kwa sababu yai lina sehemu tatu, basi wanasema kwamba na Mungu yuko hivyo hivyo: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na hizi nafsi tatu hizi zote ziko sawa sawa kwa mamlaka, ziko sawa sawa kwa umilele, ziko sawa sawa kwa umri. Sasa mtu unaweza ukajiuliza, hii imani ya aina gani? Kama baba yuko sawa sawa na mwanawe, alimzaaje sasa? Si ajabu. Kwa hiyo leo sitoi mahubiri, ila nitatoa kuanzia kesho na siku za usoni. Nitaendelea kuielimisha dunia juu ya imani ya kweli, juu ya kusimama katika imani ya kweli. Ukisoma Yohana sura ya 3 aya ya 36, anasema asiyemwamini mwana wa Mungu, ghadhabu ya Mungu inamkalia na hata atatupwa kwenye moto wa jehanamu. Kwa hiyo ukimwamini mwana wa Mungu, ya kwamba Yesu Kristo Masihi ni mwana wa Mungu, tena wa pekee, ukiamini hivyo, wewe una uzima ndani yako. Ndiyo, kwa sababu mengine yote utafanya mapenzi ya Mungu kadiri ambavyo Roho Mtakatifu atakavyokujalia. Lakini wewe leo, hata kama utende mapenzi mengi kiasi gani ya Mungu, ukatimiza amri zote za Mungu, ukafanya mapenzi yote ya Mungu, ukasaidia masikini, ukasaidia wajane, sijui ukajenga makanisa makubwa, ukajenga sijui misikiti, ukafanya kila kitu chema, matendo yako yote yawe mema mbele za Mungu, lakini kama huamini ya kwamba Yesu Kristo Masihi ni mwana wa Mungu, kwako hapana asubuhi, unatupwa jehanamu, kwenye moto wa milele. Ndiyo, hakuna kufichana, huo ndio ukweli. Fanya yako mema yote, walakini kama unaamini Yesu ndiye Mungu mkuu, Yesu ndiye, wanasema Tito sura ya 2 aya ya 13, anasema Yesu ni Mungu mkuu, ndiye Mungu mwenyezi huyo. Kumbe Tito 2 ukisoma ya Kiingereza unakuta maana nyingine kabisa. Tito 2:13 hiyo ukisoma kwa Kiingereza unapata maana nyingine. Mungu mkuu ni mwingine na Yesu Kristo mwokozi. Lakini wana utatu wanasema Yesu ndiye Mungu mkuu. Yamkini shetani amewapoteza, yamkini hata wateule wa Mungu. Kanisa la Waadventista wa Sabato nalo limeiga utamaduni wa Roman Catholic, kanisa la Roman Catholic ambalo ndilo lililoasisi fundisho la Utatu Mtakatifu. Maana vitabu vyao vyenyewe vinasema kwamba kanisa la Roman Catholic ndilo imani yake kuu ya Utatu Mtakatifu.
Hiyo ni imani ambayo iko nje ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu hakufundisha hivyo. Mwana wa Mungu alipokuwa duniani amefundisha watu, akawafundisha wanafunzi na watu wote ya kwamba kama unautaka uzima wa milele, si hapa duniani tunautaka uzima wa milele. Hata chizi ukimuuliza unataka nini baada ya wewe kufa, atakwambia nataka uzima wa milele. Wote tunataka uzima wa milele, na uzima wa milele hauna njia nyingi. Ndio maana chaneli yangu inaitwa Simama Kwenye Imani ya Kweli, au Simama Kwenye Njia ya Kweli. Simama kwenye njia ya kweli, simama kwenye imani ya kweli, si kweikwe. Sasa Yesu Kristo anasema kama unautaka uzima wa milele ni huu: mjue Mungu wa pekee wa kweli, halafu na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunamjuaje Mungu wa kweli? Tunamjuaje Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma? Tunamjuaje Mungu wa kweli? Biblia imeweka wazi. Imeweka wazi. Ukisoma Kutoka sura ya 20 aya ya kwanza na kuendelea, Mungu anasema mimi ndiye Mungu. Mimi niliyekutoa katika nchi ya Misri ya utumwa, mimi ndiye Mungu. Na ukisoma Kutoka sura ya 6 aya ya 2 aya mpaka ya 3, Kutoka sura ya 6 aya ya 2 mpaka ya 3, Mungu anajitambulisha kwamba yeye ni Yehova, lakini kwa jina lake Yehova aliwatokea. Yeye ni Yehova Mungu Mwenyezi, aliwatokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini kwa jina la Yehova hakujulikana kwao. Kwa hiyo Mungu mkuu, Mungu Mwenyezi, Baba wa milele ni Yehova. Halafu kuna mwanawe Yesu Kristo, tunaambiwa umwamini na huyo. Paulo anasema kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 8 aya ya 6 ya 5 mpaka ya 6, anasema ijapokuwa kuna miungu wengi, wako miungu wengi, Mungu wa tumbo, Mungu wa nini, Mungu wa magorofa, maana watu wanapenda kujenga magorofa wengine ndio Mungu wao. Mungu wa nini, Mungu wa nini, miungu iko mingi, lakini kwetu sisi Mungu ni Baba aliye asili ya vitu vyote na yote katika yote na mambo yote na vitu vyote vimetoka kwake, lakini pia yuko na Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya kweli, ndio njia ya kweli. Simama kwenye imani ya kweli, simama kwenye imani ya kweli mpendwa. Hiyo njia uliosimama, hiyo imani uliosimama itakupeleka kuzimu. Soma Biblia yote kutoka mwanzo hadi Ufunuo, hautakuta Mungu ana nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hakuna. Huo ni upagani 1000%. Ndiyo. Soma vitabu vya Ellen G. White vyote, soma Biblia yote. Hakuna hata aya moja ya Biblia wala kitabu kimoja cha nabii Ellen G. White alichowahi kudokeza kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hakuna na hakuna kabisa. Ndiyo. Tunatoa wapi? Mbona tunataka kufa? Kwani Biblia si kwani tunavaa miwani ambao hata hatuoni jamani? Kanisa teule la Mungu nalo limeingia kwenye umizimu jamani. Hey, Mungu wangu, mbona Biblia iko wazi jamani? Mimi leo sihubiri, bali naitambulisha chaneli yangu, inaitwa Simama Kwenye Imani ya Kweli. Simama kwenye imani ya kweli. Ukisimama kwenye imani ya kweli,
maandiko yatakuongoza katika kweli yote. Ndiyo, na utatakaswa katika kweli. Soma Biblia kwa kuvuviwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu, nayo utaijua kweli, nayo utaijua imani ya kweli. Ndiyo, ninamshukuru Mchungaji Baraka Mtani wa kanisa la SDA Asilia, ambalo ndilo kanisa langu, ambaye makao makuu yake yako Arusha kwa Tanzania. Makao makuu ya kanisa hili la SDA Asilia, kanisa hili liko Arusha. Namshukuru Mchungaji Baraka Mtani, ametoa vitabu vingi vinavyoelezea njia ya kweli, imani ya kweli. Hii imani ya kweli, ukisoma vitabu vya Mchungaji Baraka Mtani utabarikiwa. Utajua kabisa kwamba kwa kweli watu wanadanganywa katika imani walizonazo, wanadanganywa. Ametoa vitabu vingi. Kuna kitabu cha Ukweli Usiofichika, kuna kitabu cha Ufalme wa Mbinguni, Ufalme wa Mungu, kuna kitabu cha Utatu Mtakatifu. Ameudadavua vizuri, ameelezea Utatu Mtakatifu, fundisho la Utatu Mtakatifu liliingia mwaka gani na liliingia aje katika kanisa la Mungu. Ameelezea. Vitabu vya Mchungaji Baraka Mtani vimeweka wazi kabisa. Labda wewe uamue kwenda motoni, uamue kwenda jehanamu, uamue kuukataa uzima wa milele, lakini ukivisoma vitabu hivyo utabarikiwa. Ndiyo. Nami namuombea sana atoe vingine na vingine, ili dunia au watu wote wa Tanzania, wanawake kwa wanaume, mabibi na mabwana, wapate kubarikiwa kupitia vitabu hivyo, maana ni vitabu vizuri sana. Kila aliyesoma amebarikiwa na ameujua ukweli, ameacha njia yake ambayo sio ya kweli. Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pako. Wewe unaweza kaona hii njia ni sawa, iko sahihi, hii imani ni sahihi. Kumbe njia hiyo au imani hiyo inakupeleka kwenye mauti, wala haikupeleki kwenye uzima wa milele. Ndiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi leo sina mengi isipokuwa nimeitambulisha rasmi leo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026 chaneli yangu rasmi, kwamba ninamiliki chaneli inayoitwa Simama Kwenye Imani ya Kweli. Wewe ukiandika tu ukienda kwenye YouTube ukaandika Simama Kwenye Imani ya Kweli utanikuta. Nenda tu kwenye YouTube, andika Simama Kwenye Imani ya Kweli. Kwa kifupi neno hilo Sikweikwe. Au kama maana ukiandika Sikweikwe unaweza, kuna chaneli nyingi zinazofanana na Sikweikwe. Zingine zimeandikwa Sikweikwa, zingine Sikwekwe, zingine Sikwaikwa, zingine Sikweikwe, zingine hivi na vile. Sikwe ziko nyingi, lakini ya kwangu inaitwa Sikweikwe. Sikweikwe, Simama Kwenye Imani ya Kweli. Si kwenye kwe imani, ya kweli, Sikweikwe. Kwa hiyo ni kwamba ukiandika kwenye YouTube Sikweikwe utapata kazi zangu zote. Au kwa sababu ukiandika Sikweikwe itakuja masikwe nyingi, basi andika tu kwamba nenda kwenye YouTube hapo, nenda kwenye website yangu. Website yangu inaitwa www.youtube.com @Sikweikwe. Sorry, narudia, www.youtube.com @Sikweikwe. Narudia, www.youtube.com @Sikweikwe. Ati ni kaalama
ka a halafu unakazungushia hivi. Kwa hiyo hako ndo kanaitwa @ Kwa hiyo ni www.youtube.com @sikweikwe TZ. Samani nilishindwa kumalizia ile TZ. Samani. Narudia. Mnisamehe sana ndugu watazamaji. Ifute hiyo. Narudia. Ni www.youtube.com @sikweikwe TZ. Hiyo ndio sahihi. Narudia tena. www.youtube.com @sikweikwe TZ. Jamani, narudia kwa mara ya mwisho. Ukiingia kwenye YouTube ukaandika www.youtube.com @sikweikwe TZ, ndio utanipata. Kazi zangu zote utazipata. Narudia kwa mara ya mwisho. www.youtube.com @sikweikwe TZ. Hiyo ndio sahihi. Na ukishanipata kutatokea neno moja limeandikwa subscribe. Utakapoliona neno hilo subscribe, bonyeza hapo. Ukibonyeza hilo neno subscribe, ukilibonyeza, basi kazi zangu zote nitakazokuwa narusha hewani duniani utaanza kuzipata kwanza wewe, halafu wengine wanapewa kazi zangu, zinaingia kwenye YouTube zao, lakini kwanza umepewa wewe uliye ni subscribe. Na ukinisubscribe maana yake unakaribisha kazi zangu zije kwako. Ndio. Baada ya kusema hayo, huu ndio ulikuwa ufunguzi wa chaneli yangu inayoitwa Simama Kwenye Imani ya Kweli. Neno hilo kwa kifupi Sikweikwe, au ukienda kwenye website yangu ni www.youtube.com @sikweikwe TZ. Ukiandika hivyo unanipata mimi peke yangu, lakini ukiandika Sikweikwe utanipata, lakini zipo Sikweke nyingi tu. Masikweikwa, Sikweikwe, Sikwe nini, na unanipata na mimi Sikweikwe. Lakini ili usisumbuke kuwapata wengine Sikweikwe wengi, ili usisumbuke, ndo nimekwambia unaweza ukaenda kwenye website yangu ya www.youtube.com @sikweikwe TZ. Utakapokuwa umenipata umeandika hivyo, basi manake unanipata mimi peke yangu, maana hiyo ndio channel yangu na website yangu ndio hiyo tu. Ni kama namba ya simu. Namba za simu haushei na mtu. Kwa hiyo ukiandika hivyo neno hilo la website yangu, unanipata mimi peke yangu. Baada ya kusema hayo, ninawaalika watu wote waweze kuitambua channel yangu. Niombe. Baba yangu na Mungu wangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante kwa sababu ya ulinzi wako. Umenilinda kutoka kulivyopambazuka hata huu mchana, na pia umewalinda watazamaji wangu kutoka kulivyopambazuka mpaka huu mchana. Na Baba, umeendelea kutupa uzima wa milele mimi na watazamaji wangu. Basi Baba, ninaomba uibariki chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, Sikweikwe. Basi watazamaji watakapokuwa wanatazama kazi zangu ambazo utakuwa unanitumia tu kama chombo, lakini mtekelezaji wa kazi zangu ni wewe, basi watazamaji waweze kubarikiwa. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu. Amina.